Bado naendelea kukusogezea historia ya Chifu Mtwa Mkwawa Mkwavinyika kutokea katika makumbusho hii ambayo ni kambi aliyokuwa akiishi hapa Kalenga. Mahali hapa palikuwa hapafai tena kwa chifu mara baada ya kusalitiwa kutoka kwa machifu wenzake waliomsaliti, ikamlazimu kuhama katika kambi yake ya Lipuli, na huyu ndo Chifu Mkwawa mwenye historia ya kuheshimika katika mkoa wa Iringa. Na amezaliwa mwaka 1855 na alifariki mwaka 1898. Neno Mtwa maana yake kiongozi wa kabila la Wahehe, yani tunamaanisha mheshimiwa au mfalme wetu. Na kwa hiyo bwana chifu ameishi miaka 43 na yeye ndio anayeshikilia historia ya kabila la Wahehe kwa maana ya viongozi wa kimila. Lakini yeye hapa Kalenga ndiko alikoishi enzi za uhai wake. Kwa hiyo ndio maana hata makumbusho ilijengwa hapa kwa sababu ndiko alikoishi. Na neno Kalenga maana yake ni kwenye maji mengi kwa sababu tuna mto Ruaha umepita ndani ya kijiji chetu hichi. Ila Wahehe waliita Kwilenga wakimaanisha kwenye maji. Wazungu walipokuja ndo walitupa jina la Kalenga. Na eneo hili ndio kambi ya jeshi ya Mkwawa ilipokuwepo, ambayo ilikuwa ni fensi kubwa sana, ambayo mfano wake ni hii fensi mnayoiona hapa. Ndio kambi ya jeshi ya Mkwawa iliitwa Lipuli, ambayo Lipuli hiyo ilijengwa kwa muda wa miaka 4, yani mwaka 1887 hadi 1891, ambapo ndipo chifu alikuwa anaishi huku pamoja na utawala wake na falme yake ilikuwa huku. Ina maana tunaweza ita ikulu kwa sababu pia alikuwa na eneo kubwa na pia alikuwa tajiri. Kwa miaka ile tulikuwa tunapima utajiri wako kwa kutumia ardhi, na ndio maana yeye aliheshimika sana. Lakini ndani ya hayo yote aliyafanya kabla hata wazungu hawajafika, na pia alikuwa akifanya biashara na Waarabu. Kama mnavyojua tulifanya biashara ile ya kubadilishana bidhaa kwa bidhaa, ambapo mtaona picha ya bwana Mkwawa kama inavyoonekana pale, amevaa nguo za kisultani, alipewa na Waarabu. Pia alisilimu akawa Muislamu, akafundishwa kusoma na kuandika Kiarabu. Pia alikuwa amepewa bunduki. Wahehe kama nilivyosema, sisi tunalinga na kujidai. Hatutaki kutawaliwa, tunataka kutawala wenzetu kwa sababu sisi ni wafalme. Na ndio maana tukapata vita mbalimbali. Kama hiyo vita ya kwanza mwaka 1891 ambayo ilifanyika eneo fulani linaitwa Lugalo Kilolo, ambapo bwana Mkwawa alishinda ile vita kwa kuua jeshi la Kijerumani zaidi ya askari 300. Pamoja na kiongozi wao aliitwa bwana Emil von Zelewski au tunamuita Nyundo. Kaburi hilo linapatikana njia ya kwenda Morogoro na Dar es Salaam, sehemu moja inaitwa Lugalo Kilolo kabla hujafika Ilula. Baada ya hapo wazungu walienda kwao na kubaki wale wengine Wahehe tukiendeleza shughuli za upambanaji. Lakini baadaye walirudi tena mwaka 1894 wakaungana na wale machifu tuliowapokonya maeneo yao kama nilivyosema, yale ya Morogoro, Njombe, Mbeya, Ruvuma, Dodoma, Singida. Wakaungana na Wajerumani wakatusaliti. Kwa hiyo tulisalitiwa, na pia kambi yetu ya jeshi ya Lipuli ilivunjwa tarehe 28 mwezi wa 10 mwaka 1894. Mkwawa alikosa nguvu, akaamua kuhama hapa na kwenda kuishi kijiji fulani kinaitwa Mlambalasi. Huko aliishi miaka 4 akiwa anatafuta njia mbalimbali ya kupambana na wazungu. Machifu waliomsaliti Mkwawa wakawa wanaonesha ndugu zake, jamaa na marafiki, na ukikamatwa unaambiwa tuambie chifu yuko wapi. Usiposema adhabu iliyotolewa ulikuwa unanyongwa, na walikuwa wananyongewa sehemu moja inaitwa Kitanzini, ipo kule mjini. Kwa maana hiyo Wahehe walikataa kumsaliti chifu wao, wakaona bora wafe kuliko kumsaliti chifu wao. Kwa hiyo ukiona Mhehe amejinyonga au amekufa bwana, wenzetu ndio njia rahisi ya kusolve tatizo kwa miaka ile mpaka sasa hivi. Na baada ya Mkwawa kupata taarifa hizo, sasa alianza kuogopa itakuwaje. Baadaye akaona si vyema kuruhusu mzungu atutawale au kumuomba msamaha mzungu au kumnyenyekea, ilikuwa ni kama unauza utu wako. Na ndio maana aliamua kujiua yeye mwenyewe. Kwa hiyo bwana chifu alichukua jukumu la kujiua baada ya kuona askari wameuliwa wengi sana, ndugu jamaa na marafiki. Pia
Pia Wajerumani walifika hatua ya kujenga hata makazi ya kuishi pale mjini yanaitwa boma, ambao ndio ulikuwa utawala wa Mjerumani miaka hiyo. Na ndipo Mkwawa akaona sasa huku kunakoelekea na mimi nitakamatwa, wataniua. Na hiyo tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka 1898 Bwana Chifu aliamua kujiua yeye mwenyewe kwa kutumia bunduki, na alijiua sehemu moja inaitwa Mlambalasi, ambako ndipo wazungu walikata kichwa na kwenda nacho Ujerumani. Mwili ulibaki kule, akazikwa kule kule mwili wake, lakini kichwa chake kilienda Ujerumani na kikarudishwa mwaka 1954 kama utangulizi unavyosema, na ndio makumbusho ya Mkwawa ilianza rasmi. Lakini miaka hiyo tulikuwa tukitawaliwa na Waingereza. Na hiyo ndiyo historia adhimu ya Chifu Mtwa Mkwawa ambayo imekujia kupitia Panorama TV. Tufuatilie kupitia mitandao yetu ya kijamii, Instagram, X, YouTube na TikTok kama Panorama Updates. Hii ni Panorama TV.